Katika sehemu ya pili ya kitabu hiki cha makosa yatakayokufanya uwe maskini na mtumwa, tunaangalia kosa la pili ni kukinzana na uwezo wako wa asili. Na mnukuu mtunzi wa kitabu hiki Nashon Elia anasema kwamba wakati mwingine hauhitaji kubadilika, unapaswa kukubali uhalisia wako uliopo. Mungu ametupa upeo, ametupa vipawa na karama. Hivi vyote binadamu hatukupewa kwa usawa. Hapana, bali Mungu alikuwa na kusudi jema kutuumba na vipawa tofauti ili tuweze kutegemeana kwenye maisha na dunia ijengwe. Usilazimishe kufikiri kama fulani kwa sababu wewe siyo yeye. Usipambane kuwa kama mtu mwingine. Usishindane na mtu. Shughulika na malengo yako. Shindana na wewe mwenyewe. Timiza malengo yako. Kuna wakati mambo unayoyafanya hayaendi kwa sababu unafanya vitu ambavyo sio vipawa vyako. Labda unajibidiisha sana kutafuta ni jinsi gani utaweza kufanikisha kitu ambacho hakiwezekani wewe kukifanikisha kwa namna yoyote ile, kwa sababu sio karama wala kipawa chako. Sasa basi, kuna upande wa pili wa maisha yako ambao ni kukubali hali halisi. Ufike wakati uipokee hali yako na kuikubali ili ufungue loki ya maisha yako. Jambo dogo la kukubali hali halisi linaweza kufungua fursa nzuri zitakazoleta ustawi kwenye maisha yako. Yaani, ukijitathmini, ukubali kwamba huyo ndiyo wewe na jinsi ulivyo ndivyo ulivyo, na huo ndio uwezo wako. Labda uwezo wako unaruhusu wewe uajiriwe, unaruhusu wewe ufuge, unaruhusu wewe ufanye kilimo, lakini wewe unaenda kufosi kufanya mambo ya biashara kwa sababu tu ulisikia biashara fulani inafanikisha zaidi kwa wakati mdogo. Kwanza tegemea hasara. Utapoteza muda kwenye vitu ambavyo havina mwelekeo wa kufanikiwa kwako. Utajiumiza kihisia na kujiweka kwenye hatari ya kukata tamaa. Ukijikubali jinsi ulivyo, utajiongezea nafasi ya kufanya kile unachoweza kukifanya kwa ufanisi mkubwa, na ndipo utakapoanza kuona mafanikio. Kama tayari ulishakwisha kufanya kosa la kukinzana na uwezo wako wa asili, anza kubadilika sasa. Jitengenezee mazingira ya kujikubali na kujithamini kwa jinsi ulivyo, na Mungu wa mbinguni atakuinua na kukubariki kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Hii imekuwa ni sehemu ya mfululizo wa makosa yatakayokufanya uwe masikini na mtumwa, kwa maandiko ya Nashon Elia na kwa simulizi ya sauti halisi na nadhifu ya kwangu mimi, Yosia Emmanuel. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare, lakini pia weka komenti yako kwenye kila tunachokiweka. Usiache kufuatilia sehemu inayofuata. Salia na Mwenyezi Mungu, kumbuka utatimiza ndoto.